Nataka niwaambie kitu kimoja. Swala la kugombea ubunge katika jimbo la Kigoma mjini sio swala la masiala, sio utani. Nimetia nia, na nia ikifika muda, chama chetu cha Mapinduzi kikiongozwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania, mheshimiwa rais, akitangaza siku rasmi, kipenga kikalia, watu wakachukue fomu, tutaenda kuchukua fomu. Na uzuri chama chetu kimeweka utaratibu wa wazi kabisa kwamba kitaangalia ni nani ambaye anastahili paka kuchukua fomu. Kwa ukiona nimevuka kwenye kuchukua fomu, ujue baraka zimetoka kwenda kuchukua fomu. Tutachukua fomu. Mtu yoyote ana haki ya kwenda kugombea Kigoma mjini. Hata Mwijaku ana haki ya kwenda kugombea na kushindwa pale. Sababu ni kwenda kushindwa. Ana haki kabisa. Wala haina wasiwasi wowote. Watu wengi wote, watu wa Kigoma ni wengi. Chama cha Mapinduzi kina hazina kubwa ya watu wanaweza kuwa viongozi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataka kwenda kugombea pale na kwenda kushindwa ana haki. Lakini sisi tunajua kwamba tunahitaji kwenda kukisemea chama chetu cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kukipigia chapuo chama cha Mapinduzi. Tunahitaji kwenda kumsemea yaliyo mema na mazuri aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu ya Tanzania. Ni watu wachache sana ambao vichwa vyao vimekuwa ni vigumu. Anaweza akasimama akasema Dr. Samia Suluhu Hassan hajafanya lolote katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini sasa Dr. Samia Suluhu Hassan vitu vingi alivyovifanya vinaonekana kwa macho. Achana na vitu alivyofanya vya chini kwa chini. Vitu vinaonekana kwa macho. SGR unapanda, yani wakati unamsema hajafanya lolote, lakini yeye ndo kaipiga starter SGR. Mama kwenye utawala wake wa miaka 4, yeye ndo kaipiga starter kwa mara ya kwanza SGR iwake. Cha imewaka na kuanza kufanya kubeba abiria katika nchi yetu ya Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara yake ya kwanza, kwa mara ya kwanza daraja la kuvusha watu kutoka Mwanza kwenda Busisi huko. Kwa mara ya kwanza yeye ndo anafungua utepe mabasi yaanze kupita kwenye daraja lile. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza ndo kawasha mtambo wa kufua umeme bwawa la Mwalimu Nyerere. Hii yote miradi nakutajia ni miradi ya mabilioni ya pesa. Na kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ndio atakuwa wa kwanza kupiga starter meli kubwa iliyojengwa Mwanza. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan amepeleka maji kila kijiji kupitia jembe lake linaitwa Aweso. Kwa mara ya kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan ameruhusu wapinzani waweze kufanya mikutano ya hadhara na waseme wanavyovisema katika mikutano ya hadhara, ili mradi wasivuke mipaka. Ukivuka mipaka sheria inachukua mkondo wake. Uliposema kapewa fedha Mwijaku kwa ajili ya kuja kushindana na wewe. Mimi nimezungumzia kichwa mviringo, na nataka nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote anayezuiwa kugombea jimbo la Kigoma mjini. Ila nataka nimwambie mtu kama Mwijaku na wengine, ukushida tu wenyekiti wa mtaa kwenye jimbo la Kigoma mjini, yani itamgharimu labda miaka 9 mbele. Nataka niwaambie Kigoma mjini ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi, ni wajuaji, na wana upendo wa dhati kwa mtu aliyomchagua. Kufikiria watu 300,000 wajikusanye pamoja, wabishi ambao huwezi kuwaletea ujanja. Utapenyaje hapo? Ndio maana mimi nilivyoshinda udiwani kati narudia tena, jimbo la Kigoma mjini sio jimbo la mtu kunja tu kichwa eti utachukua chochote. Haiwezekani. Ni mlundikano wa watu ambao ni wabishi na wanajua vitu na wana upendo wa dhati. Kwa hiyo ukienda Kigoma mjini uwe unajua unaenda kukutana na watu wa aina gani. Sijui kama unanielewa. Na moja kati ya utofauti, kwa mfano Mungu akisaidia, chama changu kikatangaza, nikachukua fomu na nikaenda kugombea jimbo la Kigoma mjini. Najua mtu tutakakutana naye mbele atakuwa ni Zitto Kabwe, ambaye ni yeye yuko chama cha upinzani. Umenielewa vizuri? Utofauti wangu mimi na Zitto Kabwe katika jimbo la Kigoma mjini, Zitto anaheshimiwa, mimi napendwa. Kwa hiyo yani huwezi kuzuia mapenzi ya watu wa Kigoma mjini pale. Na iko wazi nitakuwa mbunge kama Mungu akinisaidia wa jimbo la Kigoma mjini, na kuna baadhi ya vitu, ahadi ambazo Zitto atakuwa anazitumia kwenye mikutano yake ya hadhara, nitazitumia huko, kwa sababu yeye atatekelezaje, ana serikali. Mimi nitazichukua ahadi zile nzuri, nikiona hii ni nzuri naichukua na ileta huko kwenye chama changu, naenda kuzifanyia kazi, kwa sababu huwezi kukataa kila kitu. Si amesoma yule? Hapo unakuwa unatekeleza sasa ilani ya chama chake, sio ya kwako. Unatekeleza ahadi ambazo zinaenda kuwasaidia wananchi, sio ilani. Unachukua zile ahadi nzuri.
ambazo wanazo, kwa sababu yeye ataahidi vitu hawezi kutekeleza. Hana serikali, utatekelezaje? Na ulivyosema kwamba amempa hela Mwijaku, natamani hapo kwa sababu uliandika. Sijasema mimi, sijazungumzia Mwijaku, ninazungumzia kichwa mviringo. Alafu kama kichwa mviringo amepewa hela kule aenda kanivurugia upepo, mimi nimesema anaruhusiwa kwenda kugombea na kushindwa, kwa sababu ndo kazi ambayo ndo atakachokutana nacho pale. Ile gari inauzwa milioni 29. Ile gari ambayo Mwijaku amemzawadia mke wake, wameenda kununua kwa pamoja, alafu eti baadaye eti mnago wow, na kati wamepatanisha bei pamoja. Tupunguzie milioni 29. Wow! Yaani ni uongo ambao haufanani na ukweli. Vitu wamepatanisha, tushushie. Unajua hii dunia ni vitu vya ajabu sana. Unajua Mwijaku amenikumbusha Shilole tulienda kununua naye Prado, tukalipa hela la kila kitu kalichagua. Siku linaletwa eti akalia. Asa unalia nini wakati unalijua? Mwijaku alizungumza kwenye vyombo vya habari kwamba wewe unataka kumchukua Diamond Platnumz na kwenda kuonyesha site ambao unajenga ghorofa lako, kwamba pale ndio unakufa kabisa, halitakwisha. Maneno yako ni kweli. Mwijaku amesema kwamba nilivyompeleka Diamond kwenda kuangalia ghorofa langu, namna ambavyo ujenzi unaendelea, Diamond ndio hatonipa chochote, kwa sababu eti akinipa hela eti Santos atasikia uchungu, Momo atasikia uchungu kunipa hela. Diamond kafunua fursa kwa ndugu zake wote. Mali alizonazo Santos, mimi nijitafute, nisome, nifaulu, ndio nitafikia. Kwa amefungua fursa kwa ndugu zake wote. Kila ndugu yake ana nafasi ya kuweza kufanya biashara, ana nafasi ya kutangaza biashara zake. Ndio maana umeona manager wa The Voice ni Santos, ni mdogo wake na Diamond. Kwa hela ambazo anaingiza msanii wa mzee wangu Diamond, The Voice, percent inaenda kwa mdogo wake na Diamond, Santos. Kwa hiyo fursa ziko kwa kila mtu. Ila mimi Diamond alichoniongea kwa mdomo wake, alisema Baba Levo, umeniheshimisha. Kwa sababu watu wengi wana maneno sana kwamba mtu hawezi kufanikiwa kupitia Diamond Platnumz. Kwa kitendo cha kujenga nyumba kubwa kama hii ambao hakuna msanii yoyote ataweza kujenga kwa miaka 11 mbele, haiwezekani. Ukienda kwenye nyumba ya yule Mkenya, hii nazungumzia East Africa ukienda kwa Calligraph, nyumba yake pale Kenya ambao ndio wanatambatamba, ina ngazi nyingi kama kanisa. Ina ngazi nyingi sana kama kanisa. Kwangu ngazi ni chache, lift ndio kubwa. Kwa ajili ya kupandisha watoto na kuwashusha. Utaua watoto kupanda ngazi vigimbi. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mtu ambaye atakuja kushindana na mimi na ninaamini atakuja kunishinda ni Diamond mwenyewe. Kwa sababu Diamond ile nyumba aliyojenga sio nyumba, ni zaidi ya mall. Ni kama Mlimani City ile yote. Kwanza kabisa nataka niwaambie hapa wazi kabisa. Swala la kuacha uchawa halipo. Nikiwa mbunge nitakuwa chawa wa mawaziri, nitakuwa chawa nani ili walete miradi kwenye jimbo langu la Kigoma mjini. Nitakuwa chawa wa rais ili nikipeleka jambo langu lipenye zaidi. Siachi uchawa kamwe. Nabadilisha tu level. Sijui kama unanielewa. Nabadilisha tu level, natoka kwenye level ya huku chini na kwa napanda na Diamond pamoja na mawaziri. Diamond siwezi kumwacha. Yule ni mzee wangu na siku naapishwa atakuwepo pale. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764 166 066 ujipatie bima. Bima pap, urahisi wa maisha.